Ndani ya kioo cha Starabika, na kuna mtu nimesikia akisema mahali ya Masha anasema kwamba hata nimkodolee macho aje, hata nisemeaje, hakuna kitu inabadilisha mwanaume hapo, na ndio maana mnafanyiwa hivi. By the way, ndani ya kioo cha jamii, kumbe siku hizi wanawake siku hizi wanawake mna tactics. Mambo nimechemka. Kwani hizi ndoa mnaoa kina nani jamani? Kuna story nilisikia ya mtu akisimulia tu, na actually it was so painful kwa sababu alikuwa anasimulia mpaka analia. Na kuna part moja tu ambayo nilichukua and I was like, ndoa ikifika hapa kweli unafaa kuendelea kukaa ama unafaa ufanye nini? Kwa sababu yeye anasema kwamba sasa hivi mke wake imefikia mahali, ilifika mahali mpaka anaenda ananunua vitu na wholesale, kama ni box ya Basop ananunua box pale, anaweka chini ya kitanda. Mafuta ananunua 20 liters chini ya bed. Mume anunue mafuta kila siku, yeye amenunua na wholesale, mume anauziwa na retail price. Pale baba nani mafuta lita moja, kwa wholesale amenunua, lakini lita moja atamuuzia pale pesa ngapi? 280 ama 300. Ambia lita moja ni 300. So anaenda pale chini ya kitanda, anapima mafuta. Na hii ni wakati ambapo mume hayuko, hajui. Alifanya kuja siku moja akapata vitu kwa chini ya kitanda, akapigwa na butwa. Nataka umsikize tu, alafu tutazungumza ndani ya kioo cha jamii. Hata kiberiti na ishanga unanipigia simu. Wewe mwenyewe ndo tumeishi kwa hii marriage. Unanunua, mimi ni kama roboti yako. Unanunua mafuta 20 liters, unaweka chini ya kitanda, mimi nakuja kudiscover baadaye, unaniuzia. Unanunua Basop box nzima, unaweka chini ya kitanda. Mimi nikikupatia pesa ya kununua Basop, unanichukulia hapo chini ya kitanda unaniuzia. Unaona? Nikasikuwa na uchungu, naweka shop chini ya kitanda, anafanyia hapo chini ya kitanda. Yani biashara tupigi mbali. It's very painful, by the way. It's very painful. Wewe unadhani umeoa mtu, kumbe umeoa mfanya biashara. Na biashara si eti anaipiga nje alete pesa nyumbani. Biashara anaipiga na wewe. Hebu tuzungumze, msikilizaji. Ikifikia hapa, yani ikifikia mahali ambapo mmefikishana hii level kwenye ndoa, unafaa ufanye nini? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Waidhaka? Christine. Yes. Mambo mama yangu. Niko fiti. Uko aje baba? Long time. Mimi niko fiti. Nimekumiss wewe. Nakwambia mimi ndo nimewamiss kama kitu kingine, wacha hata sisemi. Karibu sana. Sasa unajua unaweza kuwa na mtu useme huyu wacha tume kurutumu, si ndio? Ndio. Lakini wewe tunasema kurutumu peke yako. Na huyu ni kukutumia tu. Yes, for example Yes. Ni sema nimewe sasa nikuwekea sodano, si ndio? Ndio. And I know very well it's going to meet at that time So 300 uangalie, lakini usiangalie 300 imeenda wapi. Yes. Kama 300 sema umechekea, si ndio? Baadaye unaniuliza tena nipe pesa ya kitu fulani, unaona? Alafu in the meantime kazi yangu tuseme lete shida kidogo, hivyo unanitoka, unaona? Yeah. Wallahi mimi sikubali kabisa mtu kama huyo maisha yangu kabisa, Christine. Okay. Sawa. Yeye amesema akubali kabisa. Sylvia? Hello. Okay. Ni nani huyu? Shabuki Mkeni. Okay, karibu sana. Naendelea kusikia. Okay, sawa. Asante. Chokora wa Makweni. Ewa mkiate kindu wakwa. Nesa bio. Na kona mkie nesa. Mwa. Karibu sana Chokora. Sasa Kambua. Yes. Huyo ni sharp girl. Sasa madamu ako kwa business. Mwanaume ako kwa mapenzi. Na mimi nafikiri huyo demu au kwa mtu wa kukaa sana. Okay.
alikuwa tu mtu wa kuenjoy pesa ya huyu jamaa alafu aende zake. Yaani na alikuwa tu mtu wa kufilisi au kwa mtu wa kujenga familia. Okay, sawa sawa. Asante sana. Frasha mambo. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa, maeneo ya Teriva, Machakos County hapa. Frasha mambo mwenyewe kabisa. Karibu sana. Uko namna gani kwenye bomba pale? Niko salama kabisa, ni buheri wa afya, nashukuru. Kabisa, pia sisi tunashukuru Mungu ametupea pumzi hapa. Ndiyo. Ya bure tu, hata tu kulipia. Imagine. Ningekuwa na pesa ningekuwa nilikufa. Right. Kama ningekuwa na doo leo, ningekuwa nilikufa. Acha turudi kwenye mdalo. Ndiyo. Ukiona mwanamke anaficha vitu hivyo. Yes. Mwanamke wake huyo mwanaume wake ajibiki kwa nyumba. Umesema kwamba ukiona mwanamke anaficha vitu ni kwamba mwanaume hawajibiki kwa nyumba. Ajibiki, accountability. Ajibiki kabisa. Okay. Hata kiberiti anunui. Sasa anauda ka supermarket chini ya mfunguni. Okay. Sasa atatoa pole tu hivyo akimnyonya hivyo pesa pole. Okay. Sasa wanaume habari ndio hii hapa kwa Flash. Wanaume wacha tuwajibike, majukumu tusiyatroke, majukumu yatakuwa tu hayataenda mahali. Okay. Wewe ni kuyapiga na kuyafukuza kabisa. Wewe ajipikie familia yako. Hakuna mtu atatoka nje ajipikie familia yako. Ni wewe wajipikie familia yako. Okay. Frasha mambo na nimeenda. Asante sana. Mutoa. Kambua sasa. Poa sana, uko aje? Niko fiti. Karibu sana. Hapa ni Mombasa Road, eneo la Kibwezi. Uko Kibwezi hapo eh? Naelekea Mombasa. Alright, safari njema Mutoa. Nashukuru. Kwanza wacha niimiza madereva kuendesha magari. Jamani madereva. Yes. Tuwe na subra. Ndiyo. Endesha tu gari kwa umakini, endesha gari ufike ukuje tena. Ndiyo. Hakuna mashindano. Okay. Tuingie kwenye mdao. Kabisa. Nasema hivi Kambua. Hakuna mwanaume mjanja kushinda bibi yake. Okay. Wewe mwanaume kama mara ya kwanza wakati ulioa bibi yako na mkaelewana budget. Wewe fanya juhudi kabisa, mpe ile pesa mlielewana ya kushughulikia familia. Wewe toa. Okay. Wewe si mjanja. Okay. Nashukuru sana Kambua, sina mengi. Asante. Mutoa amesema huu ni ujumbe kwa wanaume. Hakuna mwanaume mjanja mbele ya mke wake. Na akasema kwamba kile ambacho mmeelewana na mke wako, fanya hicho. Wewe sio mjanja. Sio maneno yangu, ni maneno ya Mutoa. Wewe unasemaje? Radio Maisha, hello. Kambua. Yes. Balia kunaongea na Morio kutoka watu Kanyeri. Niko salama sana. Karibu Morio. Mimi nasema yes. Kapo ni kuelewana. Ndiyo. Bila ati mmoja anajifikia mwingine. Vitu just sababu ndio inaleta magombano. Okay. Hiyo ndio tu nitasema. Okay, sawa sawa. Asante sana. Githenya? Mambo nikipita Githenya nikiwa hapa Juja. Okay, karibu sana. Asante. Nasema hivi. Ndiyo. Unajua ndoa kutengenezwa na msingi ya uongo. Haiwezi dumu. Ndiyo. Kusema ukweli huyo bibi amekosea. Ndiyo. Kama ananunuaga vitu anaweka chini ya kitanda, akiambiwa akitoa pesa anaingia hapo chini ya kitanda anatoa. Yeye ndiye mwenye duka. Hiyo sasa unajua ukiwa unaficha mambo zingine kwa ndoa. Yes. Bwana yako atakosa imani na wewe. Okay. Atakuwa na kushuku, pengine kuna vitu zingine pia unamdanganya. Ndiyo. Kwa hivyo hatakuwa anakuamini hata kidogo. Ndoa haiwezi dumu na kwa
Yana maneno. Okay, asante sana Peter ni Githena ama ni Githenya? Githena. Amesema kwamba ndoa haiwezi jengwa kwa msingi wa uongo. Kama unataka ndoa yako idumu, tafadhali kuwe na uwazi, muambiane ukweli. Lakini wanaume wengi wanakuambia, hawa wanawake ukiwaambia ukweli jamani, utakaliwa. Sijui nani ndiye anasema ukweli. Radio Maisha, hello. Roba. Sasa kama Niko fiti, uko aje? salama. Karibu. Asante. Nikifikia yule mwanamume, Yes. naona tu mke wake anafanya poa. Unasema mke wake amefanya poa? Kabisa. Kwa nini? Kambua ukioa, ajibika kama mwanamume. Okay. Tafiti nasema ukiona mwanadada ameamua kufanya vitu kama biashara ni nyumba, anaona wewe mwanamume hauna mwelekeo hata kidogo. Ndio. Na kama mwanamume umejipanga na wewe unajua hii budget ya nunui hiki na hiki, yani mkae chini mpange budget yenu, nataka nunui hiki na hiki. Lakini huenda labda wewe wakati unaelezwa haujui kujipanga. Ndio. Yule mwanamke ako na malengo mbali sana, na wanaume tafadhali mkiongo sasa na mabibi mpe yeye anajua chupi ni nyumba kenye inatakikana. Kuna wanaume hata mboga ndio wanaleta kwa nyumba. Imagine. Sasa mwanadada ako sawa na utafiti tu, ama ukweli ni kwamba yule mwanamume ndiye hayuko sawa, na kama akikuwa sawa ndio wanawake wanaona miaka 2 inakuja na sisi tunaona hiyo siku. Yeah. Sasa aliona asipotumie ujanja hakuna popote watafanya, na kama kuna watoto hakuna vinyatoto sasa mabu. Kwani huyu mwanamume ni mtu akupiga starehe, kupiga sherehe, sasa kwa hivyo ako sawa na mwanamume achanuke. Okay. Roba anasema kwamba jamani, wanaume usingoje mke wake wa kuombe hela. Ati wewe sasa ndio unaenda, hakuna kitunguu, wewe ndio unaenda unaleta kitunguu. Ati hakuna, wewe ndio unaenda unaleta mboga. Surely kazi ya mama ni gani? Githenya. Salama sana Kambua, habari ya studio? Niko salama. Huyo mwingine alikuwa anaitwa Peter Githena, ni mwenye tulikuwa tunachangia, lakini Mungu anaendelea kumfanyia vizuri. Amina. Kwa hivyo huyu ni Githenya. Huyu sasa ni Githenya kutoka Hiltiti Mboroa. Okay, karibu sana. Huyo mwingine ni Peter Githena kutoka Country Bus. Okay. Lakini majina ni kama yamefanana. Ndio. Sasa tuseme hivi Kambua. Ndio. Ukilete bibi nyumbani, ulikuwa unajua atakuwa anakula nini. Kwa hivyo sio ati ugoje akuambia hakuna chumvi. Yeah. Kwa hivyo ukilete bibi kuwa unajua ukijua umeleta majukumu kwa nyumba. Okay. Chochote unaitishwa toa. Okay. Kuwa na siku njema Kambua. Kwako pia Githenya. Anasema mwanaume usisubiri kuitishwa hela kwa nyumba. Wewe toa tu. Mke ndiye anajua pale nyumbani nini hakuna, ni nini kinahitajika. Wewe sio ati wewe tu lazima usubiri uambiwe hakuna chumvi. Mpaka chumvi inaisha kwa nyumba. Nikiangalia SMS line ya kwangu 22277 anasema Kavengi, anajiita Kavengi. Anasema nafikiria huyu mwanamke anaficha vitu hivi juu mwanaume wake hawajibiki vilivyo. Okay, mwingine anasema hai ni Rogers Churo Kambua, huyo kwangu namfukuza mara hiyo hata akikosa fare nampatia hadi ya kupeleka mkate kwao. Okay, amesema hiyo ni mbaya sana. Mwingine anasema ni Sharks Ima kutoka Chakulo. Mimi Kambua, hapo ni biashara inaendelea, hakuna mapenzi. Twende mbele hadi tamati. Asante sana. Wewe unasemaje? Wacha nishike simu 2 za mwisho. Jose Waruaka. Kambua, mambo vipi? Niko fiti, uko aje baba? Salama sana. Sasa hiyo mwanamke binafanya. Naleta duka kwa nyumba. Yeah. Hiyo sasa iwezi. Kambua hapo hakuna uwazi. Najua nyumba ambayo ninatitenga mambo sasa wewe unajua kama ni kufikia mambo ya chakula na mambo mengine yanaweza kufikia.
Sasa hapo na juu nyinyi mjiungane mtakuwa kitu kimoja, na huyo mwanamke kwa uwezo kama yeye ananunua mtu kama 20 liters. Na huyu mzee labda akienda huyu mzee lita moja ati sasa anaacha pesa kama za lita moja. Ni mwanamke pia mwanamke na yake mzee. Ndio. Sasa hapo mimi na mwenyewe tu pedi watu kama wao wanapitia kama maisha kama wao wanaketi tu simu. Wanajadiliana lakini mambo ya kufikiana inaweza kaenda. Okay, sawa sawa. Wacha nishike simu ya mwisho. Radio Maisha. Hello. Hello Radio Maisha. Naam. Ni George kutoka Kamkwe. Karibu. Asante. Mimi nasema naam, wanaume tuwajibike. Okay. Unajua sasa ukificha pesa yako lazima utaficha sasa vitu anafanya, uwezi jua kama anafanya kitu. Okay. Biashara zote ataanza kukuficha. Okay. Asante sana. Anasema kwamba wanaume wawajibike. Ni kweli wanaume wanafaa kuwajibika. Lakini tusidanganyane, alichokifanya huyu mwanamke, well, mimi naona kwamba you shouldn't exploit your partner. Afadhali umkalishe chini umwambie kwamba angalia, usipobadilisha hivi na hivi, then mimi sioni. Kama alifanya kama alikuwa amemwambia, well, hapo sijui. Lakini sidhani ndoa inafaa kufikia hapa. Hii ni kitu ambacho mnaishi milele. Sasa utauzia mume wako vitu milele jamani? Ya, kuna mahali pengine ndoa hazifai kufika. Ukiona imeshindikana tu we tafuta cha kufanya. Ndio maana mtaishi hivyo, usikie mtu ameingiwa depression, mtu sijui amemchapa mwenzake, sijui mtu amefanya nini. Na ndoa haifai kuwa inafikia hapa. Ndoa inafaa kuwa na upendo. Ndoa inafaa kuwa kujengana every now and then. Na mtu mwenzako akikosea, unafaa umuite umwambie kwamba baba nani, mama nani, hapa kiasi na hisi kwamba umenikwaza. I don't know. Lakini huku kwa kufungua duka kwako kwa nyumba, unamuuzia mume wako vitu, unanunua na wholesale, unauza na retail.